Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Iran, Israel na Palestina, vita ambavyo vimeendelea kuleta msisimko wa hali ya juu kwa namna moja namna nyingine. Na ziko taarifa mbalimbali ambazo nimeendelea kuzipokea, na taarifa kubwa kuliko ni juu ya majeshi ya Iran. Inaelezwa kwamba yataendelea kuwajibu wavamizi na wamefanya mashambulizi ya aina mbalimbali Iran, ambayo imeleta athari kwa Israeli na Marekani, na Marekani na Israeli nao pia wamefanya mashambulizi mbalimbali. Nikwambia spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu bunge la Iran, Mohammad Galbaf, sema Jamhuri ya Kiislamu itaendeleza operesheni zake za kulipiza kisasi mpaka ihakikishe imewaadhibu vya kutosha cha chokochoko dhidi ya taifa hilo. Galbaf amesema hayo kwenye ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X na kueleza kuwa Iran itaendelea kutoa vipigo kwa wavamizi licha ya makundi ya jeshi la Marekani kutozungumza chochote kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi ya majeshi ya Iran ambayo yamesababishia hasara kubwa Washington. Maafisa wa Iran wamesema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani anapaswa kutarajia zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani kuuawa katika siku chache za kwanza za vita hivyo vya kichokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Spika wa bunge la Iran amebainisha kuwa maafisa wa Marekani wameiambia Congress kuwa hawajaandaa mpango wa kujiondoa kwenye vita, lakini katika vyombo vya habari wanajipiga kifua ili kujaribu kudhibiti masoko ya hisa. Galbaf ameashiria mashambulizi yanayoendelea ya utawala wa Israeli na Marekani dhidi ya taifa hili na kueleza kuwa operesheni za Iran zinazolenga milki na maeneo ya Marekani na Israeli katika eneo zimeonyesha uwezo wa uendeshaji na mshikamano na kuwashangaza wachambuzi wa masuala ya kijeshi. Kituo mashuhuri cha utafiti cha Marekani CPA kimefichua kuwa vita vya kichokozi dhidi ya Iran vimesababishia hasara kubwa Marekani, na kwamba mbali na kuuawa idadi kubwa ya wanajeshi wa nchi hiyo, hadi tarehe 3 Machi, yani katika siku 3 za vita hivyo, Marekani ilikuwa imepata hasara ya dola bilioni 5 za walipa kodi wa nchi hiyo. Na Marekani huwa hashiriki vita ambavyo mpa hasara, kwa hiyo lolote linaweza likajiri. Tarajieni tu mabadiliko yote katika vita hivi. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitafanya majadiliano wala mazungumzo yoyote na makundi yanayotaka kujitenga. Ali Larijani amesema hayo katika ujumbe aliotuma kwenye ukurasa rasmi wa mtandao wa kijamii wa X, ambapo ameyaonya vikali makundi hayo. Dr. Larijani amesema majeshi yetu yenye nguvu yanaofahamu juu ya mambo au jambo hili la makundi yanayotaka maeneo yao yajitenge na Iran, na katu Iran haitaruhusu jambo hilo kufanyika. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran ameeleza haya kuwa vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu vitachukua hatua yoyote kuzima nyendo na harakati za makundi hayo. Haya yanajiri siku chache baada ya maafisa wa Marekani kudai kuwa serikali ya Donald Trump iko tayari kuwapa silaha makundi ya Iran yanayotaka kujitenga. Kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha hati ya Umoja wa Mataifa, Iran ina haki ya kuendesha za kijeshi dhidi ya magaidi wenye silaha wanaotaka kujitenga, wanaofanya mauaji na kuvuruga usalama wake. Vikosi vya makombora na ndege zisizo na rubani za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vimekuwa vikilenga makao makuu ya makundi ya kigaidi ya Komolehi na Democratic katika mikoa ya Sulaimaniha na Erbil nchini Iraq. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza kuwa inafahamu vyema kuwa makundi haya ya kigaidi yanaungwa mkono na utawala wa Israeli na baadhi ya nchi za kibeberu ikiwemo Marekani, na wanafuatilia nyayo zao hatua kwa hatua. Marekani itakwama kwenye kinamasi ambacho haitaweza kutoroka ikiwa itaanzisha operesheni ardhini. Balozi wa Iran nchini Urusi, Kazim Jalali, anasema, nadhani haitakuwa nzuri sana, lakini tuko tayari kwa hilo. Ikiwa Marekani watafanya operesheni ardhini, tutaweza kujibu uchokozi wao ardhini, mwanadiplomasia huyo amesema. Jalali amesema Marekani inafanya mashambulizi ya angani kutoka mbali, lakini operesheni ya ardhini lazima iwe ana kwa ana. Watu wote wa Iran watawapinga na kuwapiga vita. Tuna njia nzuri na imara za kutosha kuwafukuza. Watakwama kwenye kinamasi kiasi kwamba hawataweza kutoka. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, mapambano ya usambazaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa LNG, ikiwa ni pamoja na ile kutoka Urusi, yanaweza kutokea katika masoko ya gesi duniani, huku kukiwa na uwezekano wa kuzuiwa kwa muda mrefu kwa mlango bahari wa Hormuz na usumbufu wa usafirishaji kutoka Qatar. Naibu mkuu wa mfuko wa kitaifa wa usalama wa nishati na mtaalamu katika klabu ya majadiliano Valdai, Alexei Rivach, anasema hapo awali Rais wa Urusi Vladimir Putin
Alisema kwamba kutokana na nia ya Umoja wa Ulaya kuachana kabisa na gesi ya Urusi, Urusi yenyewe inaweza kuanza kujiondoa mapema kutoka soko la Ulaya na kuelekeza usambazaji kwa wanunuzi wengine. Vilevile uharibifu kwa uchumi wa Israeli kutokana na operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kufikia zaidi ya shekeli bilioni 2.93 dola za Kimarekani kwa wiki, Reuters imeripoti kinukuu wizara ya fedha ya Israeli. Wizara hiyo inahusisha hasara hizi na kiwango cha vikwazo vilivyowekwa nchini Israeli, huku mgogoro ukiendelea kuongezeka. Mikusanyiko imepigwa marufuku, huko shughuli za wafanyakazi zikipigwa marufuku isipokuwa huduma muhimu, huko wafanyakazi wengi wakifanya kazi kutoka nyumbani. Shirika hilo linasema wizara ya fedha ilipendekeza home front kuhamia au shughuli ndogo ambazo hazina vikwazo vingi kwa maeneo ya kazi kuliko eneo ambalo ni hatari zaidi, na hii ingepunguza hasara kwa watu hao. Marekani na Israeli, kumbuka, zilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Lakini maswali ni kwamba je, walikuwa wamejipanga kwa athari ambayo ingeweza kuibuka? Na ndio maswali ambayo mpaka hii leo wengi wanajiuliza juu yao. Urusi haielewi kabisa jukumu la shirika la kimataifa la nishati atomic na sekretari yake katika muktadha wa mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema, labda hatuwezi kutengua Juni ya mwaka jana, wakati katikati ya mazungumzo uchokozi wa kwanza dhidi ya Iran ulitokea. Rais wa Marekani Donald Trump kisha katangaza kwamba vituo vyote vya nyuklia vilikuwa vimeharibiwa. Kwa bahati mbaya, nitataja hapa kwa mabano, jukumu la shirika la atomic na sekretari yake haliko wazi kabisa kwetu, kwa sababu kamwe hata mara moja mahali popote katika ripoti yote ya shirika la atomic kumekuwa na dalili yoyote kwamba Iran inaweza kuwa na bomu la nyuklia, alisema katika meza ya mazungumzo ya ubalozi kuhusu masuala ya Ukraine. Lavrov pia alibainisha maneno ya mkurugenzi mkuu wa shirika la atomic Rafael Grossi, ambaye alisema kwamba kulingana na ripoti yake za awali, Iran haina silaha za nyuklia. Vile mashambulizi ya roketi yamewaua watu 12 nchini Israeli tangu Februari 28. Ana Yukolova, mwakilishi rasmi wa jeshi la ulinzi la Israeli IDF, anasema katika eneo la kuanguka kwa vifusi vya roketi vya Iran, mtu mmoja aliuawa huko Tel Aviv na watu 9 waliuawa huko Beit Shemesh. Watu wawili waliuawa wakiwa njiani kuelekea kwenye makazi. Uharibifu mkubwa kwa sasa ni kwa malengo ya raia, kama vile hapa kitongoji cha kawaida cha makazi huko Tel Aviv. Vile kulikuwa na shambulio kwenye kitongoji cha makazi katika jiji la Beit Shemesh. Watu 9 waliuawa huko. Kwa sasa huu ni msiba mkubwa zaidi wa wiki iliyopita. Vile wakati wa majadiliano yaliyoandaliwa na klabu ya majadiliano ya Valdai, Alexander Maryasov, balozi wa zamani wa Urusi huko Tehran, ameonya kwamba hali katika Mashariki ya Kati inaweza kuzorota zaidi ikiwa vikundi vya wakala vinavyounga mkono Iran vitazidisha mapambano yao na Marekani na Israeli. Alisisitiza kwamba ingawa hali ya ndani ya Iran inabaki kuwa ngumu na yenye mvutano, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano, hasa ikiwa wanamgambo wa Shiite nchini Iraq, Hezbollah Lebanon na Houthi wa Yemen wataongeza juhudi zao dhidi ya Israeli na Marekani. Mapigano yanaendelea yanaonyesha kwamba mvutano wa kikanda tayari unaongezeka, huku vikosi vya Israeli na Amerika vikijibu, jambo ambalo linaweza kusababisha mzozo mpana zaidi. Lakini pia Irani inalazimika kufanya mashambulizi dhidi ya nchi jirani kutokana na uwepo wa vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye eneo lao. Balozi wa Irani nchini Kyrgyzstan, Gholam Hossein Yadigari, anasema kwenye mahojiano, kinachotukatisha tamaa na kututia wasiwasi ni kwamba vikosi vya adui zetu vimejificha nyuma ya nchi zetu jirani zenye urafiki na udugu. Marekani wameweka vituo vyao vya kijeshi kwenye eneo la nchi hizi jirani, wakisema kwamba kufunguliwa kwa vituo hivi kutaimarisha usalama wao. Hata hivyo, mazoezi ya leo yanaonyesha kwamba uwepo wa vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye eneo la nchi jirani umekuwa sababu ya kuibuka kwa vitisho kwa usalama wao. Shughuli yetu ya kujilinda haielekezwi kwa njia yote dhidi ya nchi jirani. Hata hivyo, kwa kuzingatia kwamba vituo vya kijeshi vya Marekani vipo katika nchi hizi jirani, tunapaswa kuvipiga, balozi alisema. Iran imefanya mashambulizi kadhaa katika makao makuu ya jeshi la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zayed huko Abu Dhabi, shirika la habari la serikali la Iran limeripoti. Reuters zilinukuu ripoti za milipuko mingi iliyosikika karibu na uwanja wa ndege. Mapema wizara ya ulinzi ya Falme za Kiarabu ilisema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikizuia shambulio la kombora Quran, lakini baadaye hawakuweka bayana mambo yakoje.
Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anatumai sana kwamba umwagaji damu utaisha, na anasema si kwa mbinu hii ya vita ambayo inaendelea kuleta madhara kwa kiasi kikubwa, na maombi yake makubwa ni kuhakikisha amani inaendelea kutamalaki na nchi zote zinatulia. Hii ni kwa upande wa Urusi, japo lolote linaelezwa kwamba lina uwezekano wa kutokea kama Israeli na Marekani wakaendelea kupambana zaidi na Iran. Iran inaweza kupata msaada kutoka kwenye moja ya mataifa makubwa, japo haijaweka hadharani nia yao. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.